Ni kusalimia rafiki yangu unaendelea kujifunza kupitia account yetu hii na channel yetu ya mafundisho ya Love Life Academy, na leo tuna sababu 6 zinazomfanya mwanaume apiganie penzi lako. Labda ni ndani ya ndoa unahitaji mwanaume aanze kupigania penzi lako, ni kwenye uchumba mtu apiganie ili aweze kuleta matokeo mazuri. Hivi ni vitu uviweke kwenye maisha yako, ndipo utakapoweza kutokuja kusumbuka linapokuja swala la mahusiano. Ni dada, unataka mwanaume akuoe, ni mama uko kwenye ndoa, unataka uthaminike. Haya mambo yazingatie. Cha kwanza ni ubora katika kujitengeneza na kutengeneza heshima ya kimungu kwenye maisha yako. Yaani kwa maana unapojiheshimu, kujiheshimu. Kuna dada leo wanaenda kujitongozesha kwa wanaume, ni kitu ambacho ni hatari na ni aibu. Lakini pia kuna mama wengine hawajiheshimu, ni wambea, wanawasikiliza watu ambao wako nje, wanawashauri tabia mbaya, wanatoa siri za ndani nje, wanafanya vitu ambavyo si vya kimungu. Kwa Mungu anapokasirika, hata kama unafanya kwa siri, anaweza kuleta mgogoro. Aruhusu shetani aweke migogoro kwenye ndoa yako kwa sababu anaona umekosa uaminifu. Lakini kitu cha pili, lazima uoneshe thamani yako kwa kutengeneza ndoto yako na maisha yako. Kuna wamama leo ni tegemezi, kuna wababa wa dada leo wapo kwenye uchumba lakini tegemezi, kitu ambacho kimewafanya uzinzi wafanye hata kabla ya ndoa. Vitu hivyo vyote vinamfanya mwanadamu azidi kupoteza thamani, azidi kukosa mwelekeo na kushindwa kupata matokeo mazuri kwenye maisha yake. Lakini kitu cha tatu, uwe rahisi kujua nia ya yule mchumba kwenye ndoa kama hujaolewa. Hata kwa kwenye ndoa lazima ujue nia ya yule mtu wako ni ipi. Lakini kama ni kwenye uchumba lazima ujue, je, ana nia ya ndoa au anakuchezea kama mpira? Sababu maisha ya kuchezewa, kuzini, kufanya kila uchafu wote na nje ya ndoa na hujapata ndoa, ni kama unacheza mpira huku umefumba macho. Ya maana utapigwa chenga na utadondoka na utaweza kukatika mguu au kuvunjika mkono, au huko njia panda umefumba macho. Hiyo itakuletea matokeo gani? Unaweza kugongwa au kukosa njia ya kupita. Lakini 4, uone uhusiano wake na Mungu uko vipi kabla ya kuingia kwenye maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ukigundua hana uhusiano na Mungu, jua huyo atakutesa tu, hata kama anaonekana ana fedha. Kuna wadada wengi leo walilia wanaume wakajimwaga, lakini leo wanateseka. Walifuata fedha lakini leo hata fedha hiyo hawapati, ni mateso, maumivu. Mungu anapokuwa kwenye maisha ya mtu, utuwema unapokuwa kwenye mtu au huruma ya kimungu, ndio inaweza kukuhifadhi hai na kuifanya ndoa idumu. Sababu mwanadamu anayeanza kumasi Mungu, huyo anabeba roho nyingine, na ile roho nyingine inakuwa ni ya kishetani. Na ukisoma Yohana 10:10, shetani anachinja, kuiba na kuharibu. Kwa hiyo lazima ujue hapo ni adui anaenda kuvunja. Sasa unachotakiwa ni kutengeneza maisha yako ya kuangalia uhusiano wa yule mtu uko vipi na Mungu. Kama hana mahusiano, si tu yale ya kawaida, lazima ufuatilie yale ya ndani. Lakini pia na wazazi wake wana mahusiano vipi na Mungu ya ndani, sio yale ya uongo. Unatakiwa uingie kwenye maombi, uombe Mungu akufunulie mambo ya kiroho kwa Roho Mtakatifu. Ni nini maisha halisi ya yule mtu, familia yake.
Kwa sababu kila mwanadamu ana mambo ya siri ambayo mwingine anaweza kuonekana nje ni mwaminifu kwa Mungu, lakini ndani ni shetani mchafu anayefanya mambo machafu yasiyompendeza Mungu. Lakini 5, lazima uone wema wake au ukorofi wake mapema. Mtu kama ni mkorofi, kama ameanza kuumiza mapema kwenye uchumba, usitegemee kwenye ndoa utapata amani. Kama bado kwenye uchumba ni watu ambao hamjazoeana, ni mtu ambaye unakuta bado ni mchanga, mbichi, bado tamaa ya kimwili na mvuto upo, ameanza kukutreat kama kunguni, ameanza kukudhuru na kukuharibu na kukutesa na kukutukana na kukudharau na kukataa, alafu huyo ndo unayemngangania, unamlilia kama samaki, moja kwa moja maumivu yatakuja kukukuta. Kwa hiyo lazima uangalie mapema, usije ukaingia kwenye maisha ya mtu ukahisi atakuja kubadilika. Kama ni mwiba, atazidi kuwa mwiba zaidi. Tena kadri mwiba unavyokuwa ndivyo utakavyozidi kuwa mkali zaidi na wenye kuleta maumivu zaidi. Lakini kama ni mtu mwema, yupo kwenye matunda mazuri, ukikomaa ndipo utatoa matunda mengi zaidi. Kwa hiyo chunguza hilo. 7, 6 na mwisho, jua kama ana upendo wa kimungu au la. Angalia upendo, au ni mtu ambaye anatumia mwanya wa kutaka kukutumia alafu aondoke. Wanaume lazima uwasome vizuri, wajue mwanaume kabla ya zinaa anakuwa na upendo wa tamaa, anakuwa anakufanyia kila anachokihitaji. Lakini siku ukijifunua au siku ukimpa mwili wako, ndipo umemfukuza yule mtu. Lazima umnyime, usitefanye tendo la ndoa kabla ndoa, ili ndipo utakavyoweza kupima. Kama akiweza kuvumilia, akaenda akatoa mahali, akakulipia, akaja kukupeleka, mkaenda kuoana, hapo ndipo utakapoweza kujua huyu mtu yuko serious. Lakini ukichajifunua kwa mwanaume, siku 2-3 atakutumia, atakubebesha mimba, atakwambia nataka unizalie mtoto, na mwisho unakuja kuangamia kwenye uzinzi wako na uharibifu wako na kulea mtoto mwenyewe na kukosa soko kwenye soko la uchumba. Maana ukishabeba mimba au ukishatumiwa sana, umezinishwa sana, hali yako ya kimwili itabadilika, itakuwa haifai tena, haivutii. Lakini ukishazaa na mtoto pia, huyo atakuwa ni mzigo kwako kupunguza soko. Wakati atakao kuja kukuoa atauliza umeolewa, una mtoto. Ukishakuwa na mtoto, soko lako halipo tena. Kwa hapo ndipo kitakapokuwepo kilio na kusaga meno. Mwanadamu asipomheshimu Mungu kwenye mchakato wote, huyo mwanadamu anaelekea shimo la choo na kutumbukia na kuangamia. Jitunze dada, wewe sio biashara ya kujiuza. Mpaka ukishaolewa ndipo utoe bidhaa yako kumpa yule aliyekununua. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Thank you for watching.